Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na kuinulia mikono yangu nikiomba toba kwa ajili ya taifa langu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikimwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mungu kampe neema ya hekima ya kuongoza taifa hili. Amekuwa ni mwanamke wa kwanza Tanzania na amekuwa ni mwanamke wa kwanza Afrika Mashariki kuwa rais na kuwa kiongozi mkuu na amiri jeshi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mataifa yote ya Afrika Mashariki. Mungu nakuomba ukamfanye kuwa mwanamke imara, ukamfanye kuwa mwanamke hodari, ukamfanye kuwa mwanamke shujaa, ukamfanye kuwa mwanamke msikivu, ukamfanye kuwa kiongozi hodari na jemedari ambaye Mungu maamuzi yake umpe nguvu za Mungu Jehova aliye hai, na malaika wakamzunguke saa zote, na malaika wale wa taarifa njema, malaika wa ulinzi, malaika wa afya, malaika wa hekima, malaika wa maamuzi yenye busara wakapate kusema naye kila wakati, ili Mungu taifa hili ambalo Mungu umemkabidhi likapate kuinuliwa, likapate kuwa na umoja, likapate kuwa na demokrasia, likapate kuwa na uchumi unaoinuka, likapate kuwa na uongozi bora, likapate kuwa na viongozi ambao Mungu wanaangalia maslahi ya wananchi, likapate kuwa na viongozi walio na shauku kuona amani ya Tanzania inazidi kuwepo, amani ya dunia inazidi kuwepo, kwa kuwa Mungu taifa hili limekuwa ni chemichemi toka kuwepo kwa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa ni kitovu cha amani, kuwa ni wapatanishi. Ukampe na kiongozi huyu Mungu neema ya kupatanisha popote pale palipo na migogoro katika dunia, katika Afrika Mashariki. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, wale wote ambao ni wasaidizi wake, akiwemo makamu wa rais Daktari Philip Mpango, waziri mkuu Mheshimiwa Kasimu Majaliwa, na viongozi wa spika wa bunge Mama Daktari Sulia Ackson, pamoja na viongozi wote wa taasisi za serikali, taasisi za kidini, taasisi zote za serikali. Mungu ukaliinue taifa lako, ukawape uongozi ulio mwema, ukawape hekima, ukawape mshikamano, ukawape kutumia rasilimali vema, ukawape kuona neema na kuona huruma kwa Watanzania na kuwatumikia vema usiku na mchana, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.